Tupo katika uwanja wa Benjamin Mkapa na hii siku leo tunaenda kushuhudia mchezo wa Simba dhidi ya Al Masry kutoka jijini Ismailia katika nchi ya Misri. Na hapa alikuwa mbele ya kamera ni shabiki wa Simba kutoka Bukoba, atajitambulisha kwa majina yake. Naam, asante. Jina langu Mswadi Kuswaibu maarufu Ustazi Simba. Ni shabiki na mwanachama wa Simba kutoka mkoa wa Kagera. Nimekuja kwa ajili ya mechi ya Simba ya kwenda nusu fainali. Na kwa jinsi Simba tulivyo, lazima tuweke supporta kubwa sisi mashabiki kuonyesha upendo wetu wa timu, uwezo wetu wa kitimu. Simba wachezaji watufanyie kazi pale tuweze kupata matokeo mazuri. Mechi ya kwanza ya tarehe 2 ilionekana kule bila madhaifu kidogo kidogo tu ya kukosa nafasi, lakini nyingi walitengeneza nyingi, ila haikuwa bahati. Haikuwa bahati. Kwa hiyo kwa leo tunaamini hapa kwa Mkapa sisi Simba lazima tufuzu kwenda nusu fainali. Mara tu baada ya kushuhudia mchezo wa tarehe 2 na Simba alionekana akiwa katika kiwango cha juu kabisa. Je, unaioneleaje Simba leo kuelekea mchezo wake huu wa leo? Kilichoonekana pale, nafikiri bila kutoa lawama, alipoingia Mkwala tu dakika 82 kuna jambo kubwa lilifanyika. Baada ya Mpanzu kufanya kazi kubwa pale nyuma na Kibu Dennis, sasa ilionekana pale mbele kuna mmoja ambaye hakuwa fit, yani hakuwa kwenye mchezo. Anaweza kama mchezaji mzuri kama Ateba, lakini siku moja hiyo tarehe 2 hakuwa vizuri sana. Na sasa akianza Mkwala kwa leo dakika 35, dakika 40 kipindi cha kwanza tuna goli 2 hadi 3. Wewe ashumu sasa, wewe ndugu yangu umesema umetoka Kagera. Naam. Simba kwa mfano inafungwa leo hii afuzu. Maana anaweza kushinda lakini asifuzu. Leo asifuzu Simba. Tutarudije nyumbani? Nitakajibadilisha pale. Mimi wakati mrefu kapanda ndege. Lakini kisha funguaga kwa matokeo hapa Mkapa, waga napanda basi. Nateseka siku 2 mpaka nyumbani ili niumie zaidi. Lakini akishinda nitaondoka kwa usafiri wangu wa ndege kama kawaida yangu. Lakini kuja na ndege? Hapana, hapa nimekuja kwa basi kwa sababu nilikuwa na mzunguko mwingine. Nilitokea Tabora. Sasa akishinda naenda kwa ndege. Ila asiposhinda tatumia basi naendelee kuumia. Abudi ziko nyingi, abudi pale penyecho ziko nyingi, nitapanda tu. Lakini siwezi kukata tamaa. Lakini mimi nina imani na Simba leo hii anaweza kufanya maajabu yote katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Imani ipo kwa sababu wachezaji wako fit. Na angalia sisi Simba tulivyo staarabu, hakuna mabao wa kusuma watu hapa kama leo wengine wale. Jana Al Masry walitumia uwanja wetu kufanya mazoezi ya mwisho na sisi tukawa kwetu kule Bunju, mazoezi yakaendelea vizuri. Hatuna shaka na Al Masry. Ila tunachokisema leo, Simba lazima tuende nusu fainali kwa kishindo, kwa magoli mengi. Yale magoli mawili waliyopata yalionekana kwa sababu goli la pili bila kulalamika wale watu wa kule, wanajua kulalamika wale watu. Sio na nguvu nyingi hata sielewi. Bila kulalamika kwa nguvu, walikuwa wanatoka goli moja. Ila kwa sababu wenzetu wa kwetu wana Simba sio wanani walaumu sana. Tulipata penalti pale, lakini hawakuweza kuongea. Captain akatulia, wengine wanajua lugha wakatulia, tukatoka 0. Lakini hapa ni nyumbani hapa. Lazima tuonyeshe nguvu na umuhimu wa uwanja wa Mkapa. Naam, na leo Simba anaenda kwa mambo mawili. Leo hii akifanikiwa kwenda tu nusu finali, Simba moja kwa moja anamshusha Raja Casablanca nafasi ya 5 na ataenda kuwa nafasi 5 katika renki za CAF. Na pia leo hii anataka kushinda aende nusu finali baada ya miaka 27 kupita, baada ya kufuzu mwaka 98 kufika nusu finali, akufika tena miaka 27 imepita, Simba sasa tujaona nusu finali. Ndio maana tukaja kwa wingi kwa sababu tuna historia hiyo kwamba kizazi cha mwaka 2000 kama mimi nilishuhudia, ila kizazi cha mwaka 2000 akijui historia ya Simba, akijui kimeangalia hapa miaka 7 iliyopita, wakina Emmanuel Okwi, wakina Chama, wakina Ndemula wote wameenda robo finali ya Ligi ya Mabingwa. Sasa kwa sababu leo na tunajipanga vizuri kuonyesha kwamba Simba ile akina Mwina Kadugura miaka ya 70. Sasa leo ndo tuko hapa uwanjani, wakina Semani Matola alishafanya kazi hiyo. Miaka 90 kitu Semani Matola alifanya kazi. Leo ni Shomari Kapombe, ni Shabalala, leo ni Ateba, leo ni Steven Mkwala, leo ni Kagoma pale mkata umeme katikati pale. Mtoto kazaliwa upya yule. Huko nyuma kuna Hamza. Apiti mtu leo. Sasa leo Fadlu anze na Ateba, anze na Dese Mkwala. Yaani kwa kweli pale hamna swali jingi la kujiuliza pale. Mimi pale anayeanza ni jirani yangu Mganda anayeitwa Mkwala, Steven Mkwala. Dese anze. Yaani aanze Mkwala tu. Aanze Mkwala, utaona kazi kubwa sasa itakayofanyika pale. Mkwala, alafu ile kazi ya Elia Mpanzu anapopiga mashuti, kweli piga mashuti 3. Kipa akapangua ya moto yale. On target zile. Sasa akiwa Mkwala pale akaachia ile mashuti, Mkwala yule anamaliza. Anadondoshea. Achezei mbali. Yaani anagusa tu anamaliza. Kwa tumbo, kwa kisigino anamaliza. Safu ya Simba kwenye ushambuliaji inaonekana imekuwa butu.
kutokana na mechi ya kwanza imetengeneza nafasi 18 lakini wakapiga on target 7 tu, na hizo on target hakuna iliyoingia golini. Sisi kwamba tunaweza kusema kwamba safu ya ushambuliaji ni buta. Ndio maana sisi mashabiki wakati tunaangalia kwenye TV, mimi sikwenda, nilichelewa tiketi, lakini kilichoonekana pale ni wachezaji wawili kutokuwa sawa, ambaye ni Ateba pamoja na Ahoua. Hawakuwa sawa mchezo wa tarehe 2. Sasa kwa sababu Simba ni wachezaji wengi na wote wanategemewa, asipoanza Ateba anaanza Steven Mkwala akiwa na Kibu pembeni, alafu hapa katikati kuna Mpanzu, Elia Mpanzu. Kazi kubwa itafanyika na dakika 45 kipindi cha kwanza goli 3 zipo. Ile ya kukosa zile on target, kupiga on target 7 bila kupata goli, yale sio mambo ya kusema kwamba Simba na washambulia butu. Hapana, ile ni bahati tu, nikosa chansi, nikosa bahati. Lakini mchezo wa leo tunataka tuonyeshe kwamba nani Oloya hatukumuonea wala hatukumuibia goli 7. Tukaenda kwa Nkana goli 3 hatukumuibia akiwa anatuongoza 3-1, lakini maajabu yakafanyika, tukatoka 4-3 tukaenda robo finali. Kwa hiyo ni utaratibu wetu. Tumeshapiga wengi hapa kwa Mkapa. Kuna mtu amekula 7, mwingine goli 6, mwingine goli 4 Vita, Nkana goli 3. Kwa hiyo tunajua si cha kufanya hapa kwa Mkapa. Tunaona mashabiki nawaambia walioko huko nyumbani hapa Dar es Salaam hapa kwa karibu. Kwa sababu Dodoma sasa hivi, Dodoma, Singida, Bukoba hawawezi kufika. Ila hapa Mbagala hapa, Manzese wapi hapa wajitokeze Ubungo. Yaani wajitokeze tuweze kuweka supporter. Sasa kama mimi wa Bukoba nimeshafika uwanjani, unasubiri nini? Wale wako kwa Mkapa hapa karibu hapa na uli shilingi 500. Njoo kinjoo kinaeleweka, usipoze 8,000, lipia 15,000, lipia 10,000, 20, 30. Hiyo inashuka chini, lipia tu shilingi 7,000, hiyo itatosha. Tumwangalie hapo Mkwala au Simba yote inavyotufanyia maajabu leo. Waarabu leo tumesema wakivaa kanzu tunavaa kanzu. Zipo. Wakifunga vilemba tunafunga vilemba. Ila haitoshi, wakivaa jezi nyeupe tunavaa nyeupe ili tuonyeshe kwamba sisi leo tumejipanga. Wakivaa nyekundu tuko nao. Kwa sababu wao kama sisi. Wana uburu wa mweusi, sasa tunavaa nyekundu kwa nyeupe. Wakivaa kijani je? Sasa kijani hawana wale. Kijani hawana. Ile ni Orlando Palace ndio wanavaa kijani. Ila Al-Masry wanavaa nyeupe na nyekundu. Jezi yao nyumbani na ugenini. Na buluu kwa mbali kidogo ina weusi wanavaa. Wanaweza wakaamua akaja na kijani. Sasa hao jana waliwapokea juzi waliwapokea, lakini sasa leo sisi kama utakuja uwanjani hapo. Uwanja unajaza na Simba tupo hapa tunajaza uwanja. Kwa hiyo karibu sana walioko mbali waje tuweze kuangalia mechi hapa uwanjani. Ila ambao hizi kufika walipie Azam TV burudani kwa wote chani namba 111 watatupata live kutoka uwanjani hapa. Basi shehe wangu naye tia neno lote juu ya mnyama Simba Sport Club kuelekea mchezo wake wa leo. Kwenye neno ndugu yangu kwanza asiondoke. Hivi mimi nataka niseme ukweli, ujue Simba ni nguvu moja. Na Simba hujenga familia bora. Simba tunakuja, yani mchezo unafanya watu tujuane. Huyu katoka Bukoba, umenelewa? Ni mtu ambaye wa Bukoba, jiulize Bukoba nauli ni msingi wa duka, ushanelewa? Nenda urudi zaidi ya 500,000, ushanelewa? Ajalala, kaja wapi? Benjamin Mkapa au tunapaita Lupaso Machinjioni, umenelewa? Kaja kuiangalia nini? Simba yake. Na mimi kama rais wa Kilindi, rais wa heshima, rais wa mkoa wa Tanga, umenelewa? Nimetoka Tanga na ule 30,000 nenda urudi 60,000. Sijalala, sijafanya yote. Ujue mpira ndio kila kitu, unaelewa? Kila mtu ana starehe yake katika maisha. Mtu anatoka mbali kuja kuangalia mpira kwa sababu ndio starehe yake, ndio kila kitu kwake. Mimi ninachotaka kuahidi kama mzee wa ungo wa pointi 3, umeelewa? Ninachotaka kuahidi mashabiki wa Simba waliokuwa karibu wasitutie aibu. Umeelewa? Wasitutie nini? Aibu. Ndio kwanza saa 8 mechi, mzunguko ni 7,000 pamoja na nini na kadi, umeelewa? Ukija kufuata tena kuna orange 10,000, umeelewa? Pamoja na kadi 12,000. Hivi unatumia shilingi ngapi kwa mwaka? Unatumia shilingi ngapi kwa siku? Kwenye mechi moja ushindwe. Mimi nachoomba waje, ile neno la kuambiwa hii tunavuka, tuvuke wote. Kwenye mto huu, usafiri upo mmoja. Tunatakiwa tubanane wana Simba. Hata sasa hivi mimi nikisema nikitaka kwenda Bukoba, umeelewa vizuri? Ndugu yangu yupo. Mimi nitaambia wangu mimi na hamu ya kurudi Bukoba, nikakae Bukoba nikatafute maisha. Nimevaa jezi ya Simba, ataniambia mwanangu kaa hapa popote kaa. Unaondoka na gari, ulipe hata shilingi 10. Hiyo ndio Simba. Mimi ninachohitaji mashabiki, mechi leo tunashinda. Hichi kitu tunawaambia. Kwanza, huyu Mpanzu Jeiala na balaa. Umeelewa? Huyu Mpanzu anaweza asishinde lakini uwanjani anaonesha madhara yake. Umeelewa? Sasa hivi wewe nenda kule Misri, lazima wamzungumzie Mpanzu. Mpanzu ndio kila kitu katika Simba hii sasa hivi. Mpanzu kainyanyua matumaini ya nani? Ya Simba.
timu yote itakuja ije vizuri. Mpanzo ana balaa, Jean Charles au ana balaa, lakini mechi ya leo anashinda Kibu Denis goli 2, anakuja Ateba Jeyala anashinda goli 1, anakuja Steven Mukwala anashinda goli 1, mechi inaondoka na goli 4. Hichi kitu naambia kabisa mzee wa Kilindi, na waahidi, ushanelewa, na waahidi, navua na kofia watu wanione vizuri ili jioni tusikimbiane, umeelewa? Ninachoahidi mashabiki wa upembeni, ndugu zangu, huwezi kunifanyia hivyo, sababu kama kuumia tutakuwa tumeumia wote. Wale ambao wanaikania Simba kuwatuma watu na kuwatuma wadudu wa watu na kuwatuma wanyama ili mechi yetu iharibike, wamemtuma Komba kanasa, wamemtuma paka kanasa, wamemtuma mbu ili mchezaji aking'atwa na yule mbu anasumu mchezaji awe nini, confidence ishuke. Lakini mbu naye kila akifika, kila akimtafuta Ateba amuoni, kila akimtafuta Mukwala amuoni. Sasa hii mechi aloingilia mechi yote, atojaribu kuingilia lazima afe. Hii mechi lazima aumie, umeelewa? Ninachoahidi hizi nywele hizi nini nywele, watafute kiwembe kikali. Sitaji kampuni, sitaki kutangaza biashara, lakini watafute nini, kiwembe kikali. Watafute chupa yoyote waipasue iwe kali, wachukue waninyoe kipara yule ili niwe na madonda. Hichi kipara nikinyolewa nipate maumivu, umeelewa? Wakisha ninyoa wachukue na ndevu waninyoe zote, hichi kipara kiwe hakina kitu, kiwe kama kipara tupu. Wanichukue mafuta yale ya upako wale wanipake, umeelewa? Hichi kipara kina melemeta, afu hapa wanichane niwe kama zombie ili ni hata nikiwa niwe nachekesha. Lakini hilo halitotokea sababu Simba tumeipania. Issue sio Simba kushinda, issue Simba kufuzu hapa kinachopiganiwa. Je, Simba ikishinda goli 1 watu wanapigwa kunyoe ama? Nisikilize. Simba akishinda goli moja, cha kwanza hata wenyewe watakuja kunifuata. Sababu gani? Wataona aibu. Simba nimesema ishinde. Kuvuka ndo tunapohitaji. Sisi tunahitaji kufanyaje? Kuvuka, sio ushindi. Mimi ninachosema kama sitovuka, hayo niloahidi waje wayafanye. Kama sitovuka, kuvuka ni lazima. Cha kwanza naahidi mizimu ya Kukaya, mizimu ya Andeni, mizimu ya Ntanga zose, Sonia ha Benjamin Mkapa, ndio chonga tuwatoa Arabu wale 50 tuwapige. Mimi nachomba viongozi wetu wamesimama imara. Viongozi wamehangaikia mechi wiki nzima. Mimi mwenyewe sijala, nimefunga wiki nzima. Mwezi wa Ramadhani uliopita nilifunga mwezi mzima kwa sababu ya Simba. Nikaongeza na 6 ili Simba tuwaue, na sijakutana na mke wangu mie kwa sababu ya kufanyaje, ya kuzuia nisiwe na uchafu mwilini, ili nifanyaje, dua zangu zikubalike kwa Mwenyezi Mungu. Hawa Arabu lazima tuwafunge, waje vyovyote, waje wanavyoweza, na tushaandalia makaburi yao site pale tayari. Sanda tunawazika na sanda tunazo. Sanda hii hapa, mimi sitaki hata kuwa mnafiki. Sanda hii hapa, sanda babu, hii inaitwaje? Sanda. Hii inaitwaje? Hii inaitwaje? Sanda tushaziandaa. Kasemaje blaza? Kavaa kanzu hizi hapa. Wakija kikanzu si kanzu tunazo. Tunavaa kanzu tena meupe. Wakija na t-shirt za blue sisi tunazo. Wakija na malemba sisi tunazo. Umeelewa? Mimi ninachoomba mashabiki wa Simba, tunaoshangilia wetu mmoja, naweka kwanza ungo wangu chini niwaambie. Kabla mechi haijaanza, mashabiki wote kwanza njoni huku. Msikae nyuma ya kamera, njoni huku nimeelekea niwaoneshe wote, njoni mashabiki. Wote tunajifunza kwa sababu wenzetu wanafuzu Ulaya kwa sababu ushangiliaji wao bora. Unasikia? Tunapiga makofi matatu kabla mechi haijaanza. Angalieni mashabiki. This is Simba. Uwanja wote ukiitika Waarabu watashangaa, hawa watu wa wapi? Wataogopa Wazalamu wa wapi? Hawa Wasukuma wa wapi? Hawa watu wa Bukoba wa wapi? Hawa watu wa Mwanza wa wapi? Mimi ninachosema mashabiki wa Simba, tuingieni Benjamin Mkapa, Lupaso, tunawafunga Waarabu. Inatosha. Simba imekuwa bora kwa mashabiki. Nafikiri kwenye timu zile 3 bora za mashabiki Simba inaongoza, wakiatangulia Waarabu, inafuata ni Simba kwa mashabiki uwanjani, kucheza uwanja. Kwa hiyo ni uhakika, hatuna shaka na hilo, na ndio maana tukasema wewe mwana Simba aliyoko karibu hapa unasubiri nini? Simba njoo ikupe raha. Timu zilikuwa 4, ligi ya mabingwa 2, shirikisho 2, lakini mpaka muda huu robo finali kuna timu moja tu Tanzania nzima, na sio Tanzania tu, hata ukanda wa Afrika, hata ukanda wa Sekafa. Nafikiri ukitoa Tanzania huko wapi, Ivory Coast huko ndio kuna timu, lakini Mali, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Kongo hajatoka wote kule. Mazembe nafikiri hayumo sasa hivi, ni Simba tu namebakia. Sasa watu waje dua jingi kwa Simba, dua lingi kwa Simba. Yaani sio dua nyingi tu, tunashinda njaa. Unataka kusema watajiuliza Waarabu zile mbili walizipataje? Na wao wanajua kwa sababu position 60 na ngapi kwa 30 na kitu.
mgeni amekuja kwako amekutawala kiasi hicho, sio jambo dogo bwana. Basi mzee wa Bukoba, asante sana. Asante sana, shukrani.